ni kusambaa kwa zile picha ambazo zilikuwa zinaonyesha KP na Zebu wakiwa katika mavazi ya ndoa. Wengi walikuwa wanawashukuru, wengi walikuwa wanawapongeza kwa kuona kwamba ni hatua nyingine wameweza kufikia, lakini walikuwa hawajui ni nini hasa ambacho wale watu walikuwa wamemaanisha. Sasa niko hapa kwa ajili ya kukwambia ukweli wote, lakini kiufupi nataka tu utambue kwamba ile sio ndoa. Yaani kiufupi KP pamoja na Zebu hawajafunga ndoa, licha ya KP pamoja na Zebu wote kwa pamoja kuposti kwenye akaunti zao na kusema kwamba alhamdulillah, it is another step tumefanya na vitu kama hivyo. So kuna mapya ambayo unatakiwa uyafahamu hapa kuhusiana na KP na Zebu na kuhusiana na ile ndoa ambayo wengi wameonekana kuwapongeza sana na kuona kwamba okay, wamepiga hatua nyingine tena katika maisha yao, kitu ambacho ni ndoto ya kila wanandoa ambao kwa sasa hivi wapo kwenye mahusiano lakini pengine wanaweza kuwa hawajafunga ndoa. Sasa join na mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapata kufahamu ukweli wote, lakini point ya msingi zaidi ni kukumbusha mdau wangu wa maana kabisa, usisahau kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakaweza kitazama hapa. Mimi naitwa Gabby Official. Twenzetu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu ukweli wote. Sasa ukipita kwenye page za KP, bila shaka utakuwa umeona zile picha ambazo ameweza kuposti akiwa na Zebu. Kuna picha ya kwanza kabisa ambayo aliposti, aliandika alhamdulillah, alafu akamtag Zebu TZ. Katika hiyo picha ilikuwa inaonekana wakiwa kwenye vazi la harusi, lakini pia akaposti akaweka posti nyingine ambayo akaandika new chapter, akamtagi pia Zebu pale, na walikuwa kwenye vazi pia la harusi. Lakini katika picha nyingine akaja akaandika thanks God na akamtagi pia Zebu. Walikuwa wanaonekana pia the same kwenye vazi la harusi, lakini wakati huu katika pose tofauti. Alafu picha nyingine ya mwisho alikuja akaposti akasema, ambao tayari mko kwenye ndoa, mna lipi la kutushauri kabla hatujafika mbali? Hii ndio ilikuwa posti ya mwisho ambayo KP aliweza kuiposti kupitia ukurasa wake wa Facebook pamoja na Instagram pia. Wengi walikuwa wanawapongeza na kusema kwamba hongera kwa sababu ni hatua nyingine ambayo meifanya na vitu kama hivyo. Wengine wakawa wanasema kwamba nawapongeza kwa sababu ni moja kitu ambacho tulikuwa nakisubiri sana kwa wakati mrefu. Lakini vipi kama nikikwambia kwamba KP na Zebu hawajaweza kufunga ndoa? Bila shaka litakuwa ni swala fulani hivi ambalo litakuconfuse kwa sababu wengi waamini itakuwa ni noma sana. Lakini ukweli ni kwamba KP na Zebu hawajafunga ndoa. Lakini nini ambacho kimefanyika? Kwanza kabisa naomba nikurudishe nyuma kidogo, nikukumbushe moja ya kauli ambayo KP alishawahi kuisema kwenye interview, alafu baada ya hapo nije nikupe hii exclusive kuhusiana na kile kilichopo. Ni kwamba wakati KP anahojiwa alishaje kuulizwa kuhusiana na swala la yeye kufunga ndoa na Zebu. Na kwenye ile swali aliloulizwa kwamba itakuwaje sasa watafunga ndoa au vipi, KP akasema kwamba mimi kama Abduli ni Muislamu, alafu Zebu yeye ni Mkristo. Kwenye swala la kufunga ndoa nadhani itakuwa ni ngumu kidogo, lakini hii haimaanishi kwamba hatutoweza kudumu kwenye mahusiano yetu ama kila mmoja hana time na mwenzake. Akasema kwamba hata kama ikitokea hawatofunga ndoa, lakini bado wataendelea kuishi maisha wanayoishi sasa hivi. Lakini akasema kwamba kama ikitokea wakatamani kufunga ndoa, basi maana yake Zebu akikubali kwa Muislamu, basi itakuwa ni rahisi zaidi kwa wao kuweza kufunga ndoa. Lakini tofauti na hapo akasema kwamba kuishi vivi pia sio dhambi, kwani hakuna kitakachokuwa kimeharibika. KP alikuja akaelezea mwenyewe kabisa kwamba kama Zebu akikubali kufunga ndoa na kubadilisha dini kuwa Muislamu, basi itakuwa ni rahisi zaidi na itakuwa ni sahihi zaidi kwa wao kuweza kufunga ndoa. Lakini kama ikitokea Zebu akawa ameona kabisa kwamba kubadilisha dini itakuwa ni ngumu, basi wataishi hivyo hivyo. Mpaka sasa hivi sasa kilichopo ni kwamba picha linaanza, zile picha ambazo tulikuwa tunaziona zilikuwa ni picha ambazo zilikuwa zinaonyesha wamefunga ndoa ya Kikristo. Wakati huo KP ni Muislamu na KP alishakuwa amekataa kabisa kwamba yeye hawezi kufunga ndoa kama Zebu akikataa kushift dini kuwa Muislamu. So kilichopo ni kwamba zile picha zimepigwa, kuna probability mbili hapa. Picha zinaweza kaa ziko generated, lakini pia wanaweza kawa wameenda Photoshop kupiga picha kama hizi hapa na vitu kama hivyo. Lakini ukweli na uhalisia ni kwamba KP mwenyewe alishagagoma kwamba hawezi kufunga ndoa kama ikitokea kukaa kuna tofauti hivi wa kidini, kwamba Zebu ni Mkristo alafu KP ni Muislamu. Otherwise labda Zebu akubali kubadilisha dini. Kwa hiyo maybe kama ingekuwa ni picha zinaonyesha ndoa ya Kiislamu tungesema it's okay kwa sababu KP amekubali kufunga ndoa ya Kiislamu. Lakini kwa sababu